Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Na nipo na taarifa nyingi sana za kukusogezea hapa hatua kwa hatua, na mojawapo ya taarifa ambazo zimenifikia hapa ni kwamba mtu mmoja ameweza kuuawa na wengine zaidi ya 20 wamejeruhiwa baada ya shambulio la droni na makombora ya Urusi kulenga mji wa Kyiv na kuharibu miundombinu ya usambazaji wa umeme. Meya wa Kyiv Vital Klitschko amesema watu 19 wameathirika kufuatia shambulio hilo, 11 kati yao wamelazwa hospitalini. Miundombinu ya umeme na gesi inayowezesha joto la ndani wakati wa baridi imeharibika na kuathiri zaidi ya majengo 2600 ya makazi pamoja na mamia ya shule na taasisi za kijamii. Shambulio hilo limetokea siku moja kabla ya Rais Volodymyr Zelensky kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump mjini Florida kujadili mpango wa kuvimaliza vita vilivyoanza mwaka 2022. Urusi imemtuhumu Zelensky na washirika wake wa Umoja wa Ulaya kwa kile ilichotaja kama kutaka kuharibu mpango huo unaosimamiwa na Marekani. Kulingana na maelezo yaliyotolewa na Zelensky mapema wiki hii, mpango huo mpya una vipengele 20 vinavyopendekeza kusimamisha vita na kuanzisha maeneo yasiyo na jeshi mashariki mwa Ukraine. Vile vile, Rais Donald Trump wa Marekani anasema Zelensky hana mpango wowote kwa ajili ya amani ya Ukraine. Zelensky amedai kuwa ametayarisha mpango mpya wa amani wenye vipengele 20 kwa ajili ya kuhitimisha vita vya Ukraine. Rais wa Ukraine atawasilisha mpango huo wa amani kwa Trump katika mkutano wa leo Jumapili huko Florida, Marekani. Hata hivyo, Trump amesema kwenye mahojiano na gazeti la Politico kwamba rais wa Ukraine hana mpango wowote wa amani, hana chochote hadi nitakapoidhinisha mimi, Trump ameliambia Politico katika mahojiano ya Ijumaa, na kuongeza, tusubiri tuone Zelensky ana nini. Trump amesema kuwa anatarajia kuzungumza na kiongozi wa Russia pia hivi karibuni. Fremu ya mpango mpya wa amani wa Zelensky inajumuisha eneo lililopendekezwa lisilo la kijeshi, katika hali ambayo mazungumzo kati yake na Trump yanatazamiwa kujadili dhamana ya Marekani kwa usalama wa Ukraine. Mpango huo wa amani wa Rais Zelensky, ambao umeelezwa na maafisa wa Kyiv kuwa jaribio lenye lengo la kulegeza kamba bila kuachia ardhi yoyote, umekaribishwa kwa ubaridi mjini Washington. Inafaa kuashiria hapa kuwa kwa mujibu wa mpango vipengele 20 uliopendekezwa na Trump, eneo la Donbas linalozungumza lugha ya Kirusi huko mashariki mwa Ukraine litajiunga na Russia. Rais wa Marekani amekuwa akimshinikiza rais wa Ukraine akubali mpango huo ili kuhitimisha vita na Russia. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile uzalishaji wa silaha zinazotafutwa sana katika eneo maalum la operation umeongezeka kwa kiasi kikubwa tangu 2022. Rais wa Urusi Vladimir Putin anatangaza kwenye mkutano kuhusu mpango wa silaha za serikali. Zaidi ya hayo, uzalishaji wa vifaa vya mawasiliano na vita vya kielektroniki uliongezeka kwa mara 12.5. Vilevile, Marekani imependekeza makubaliano ya miaka 15 kuhusu kutatua hali nchini Ukraine. Volodymyr Zelensky anasema kupitia Axios. Akizungumzia dhamana za usalama kwa Kyiv, Zelensky alisema, nadhani tuko tayari na hati hizi. Hata hivyo, kwa maneno yake, kuna mambo ya kiufundi ambayo yanahitaji kujadiliwa zaidi. Mojawapo ya masuala ambayo ni muda wa makubaliano. Kulingana na Zelensky, Marekani imependekeza hati ya miaka 15 ambayo inaweza kuongezwa muda. Anasema, nadhani tunahitaji zaidi ya miaka 15. Zelensky alinukuliwa akisema kwa maneno yake, angefikiri ni mafanikio makubwa ikiwa rais wa Marekani Donald Trump atakubaliana na hilo wakati wa mkutano wao. Pia alisema kwamba Marekani na Ukraine zote zingewasilisha dhamana za usalama kwa ajili ya kuidhinishwa na mabunge yao. Vilevile, Volodymyr Zelensky ataweka mpango wa amani wa rais wa Marekani Donald Trump kwenye kura ya maoni ikiwa Kyiv itashindwa kujadili msimamo bora kuhusu Donbas wakati wa mazungumzo yake yajayo na kiongozi huyo wa Marekani Jumapili, lango la habari la Axios linasema. Vilevile, rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba kuna nafasi nzuri ya kutatua mgogoro nchini Ukraine. Anasema, naam, nadhani tuna juhudi nzuri ya kutatua. Trump aliambia The New York Post, nilitatua vita 8 na hii ndiyo ngumu zaidi kati ya vyote, lakini nadhani nitaimaliza. Kulingana na gazeti hilo, kiongozi huyo wa Marekani ana matumaini kuhusu uwezekano wa kufikia makubaliano ya amani wakati wa mkutano wake ujao na Volodymyr Zelensky Jumapili. Kwa maoni yake, pande zote mbili zina nia kumaliza mgogoro huo. Anasema, nadhani serikali ya Kyiv wanataka kufanya hivyo sasa, na nadhani kwamba Urusi inataka kufanya hivyo, lakini kila wakati mmoja anataka kufanya hivyo, mwingine hafanyi hivyo, Trump alisema.
kwenye uwanja wa kivita ni kwamba jiji la Kupiansk liko chini ya udhibiti wa jeshi la pamoja la walinzi wa Battle Group 6, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Lakini pia mamluki wanne wa Amerika Kusini kutoka brigade ya 13 ya walinzi wa kitaifa wa Ukraine wameondolewa kwenye mkoa wa Kharkov, vyanzo vya usalama vya Urusi vinasema. Kundi la mamluki kutoka brigade ya 13 ya Ukraine imeondolewa katika mkoa wa Kharkov. Hapo yupo askari Isaac Mateus Braga wa Brazil, Melvin Roger Pena wa Colombia, Hernan Emilio Padilla Portes wa Colombia na Harold Eduardo Molina Ramirez wa Colombia. Alifafanua kwamba kikosi cha mamluki wa Colombia ndani ya kikosi hicho kiliundwa kwa kuteuliwa kwa Daniel Kiton, mzaliwa Cuba, kama kamanda wa kikosi hicho. Vile vile, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kwenye mkutano uliofanyika katika moja ya nafasi za uongozi wa operesheni maalum ya kijeshi, anasema ikiwa mamlaka Kivu hawataki kutatua suala hilo kwa amani, tutakamilisha kazi zote zilizo mbele yetu katika operesheni maalum ya kijeshi kwa njia ya kijeshi. Putin aliongeza kuwa viongozi wa utawala wa Kivu hawana haraka kutatua mgogoro wa sasa kwa amani. Anasema, tunaona kwamba hata leo, kwa bahati mbaya, viongozi wa utawala wa Kivu hawana haraka ya kutatua mgogoro huu kwa amani. Nilizungumzia hili mwaka mmoja uliopita katika hotuba kwenye wizara ya mambo ya nje. Kiongozi huyo alikumbuka. Vile vile Putin, ambaye alitembelea kituo cha amri cha vikosi vya jeshi la Urusi asubuhi na kufanya mkutano na mkuu General Staff Valery Gerasimov na makamanda wa vikundi vya vita, alisikia ripoti kuhusu ukombozi wa Gulaipol kwenye mkoa wa Zaporizhzhia na Dimitrov katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Na Putin alisema kwamba kuanzishwa kwa eneo la ulinzi kwenye mpaka wa Urusi na Ukraine kunaendelea vizuri na kwamba vikosi vya jeshi la Urusi vinasonga mbele huko Donbas na mkoa wa Zaporizhzhia katika mstari mzima wa mapambano. Vile vile, Rais wa Urusi Vladimir Putin amebainisha kuwa Gulaipol ni mji wa pili kwa ukubwa katika mkoa wa Zaporizhzhia, kwa hivyo ukombozi wake unafungua matarajio mazuri ya mashambulizi. Alikuwa akizungumza wakati wa ziara moja kwa moja ya vituo vya amri vya kundi la vita la pamoja la vikosi. Anasema kutekwa kwa mji wa Gulaipol katika mkoa wa Zaporizhzhia na vitengo vya mashambulizi vya jeshi la 5 ni matokeo ya kimantiki yanayowezekana kutokana na kazi ngumu ya makamanda na wafanyakazi na mafunzo kamili na yakina ya wafanyakazi kwa ajili ya misheni za mapigano. Vile vile, jeshi la Ukraine lilishambulia maeneo ya makazi katika Jamhuri ya Watu Donetsk mara 19 katika saa 24 zilizopita. Raia 3 walijeruhiwa. Idara ya kurekodi uhalifu wa kivita ya Ukraine kwenye ofisi ya mkuu wa DPR na serikali imesema kwenye taarifa yao ya Jumapili. Shukrani kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.